Hujambo mwana michezo na mfuatiliaji wa B Sports ndani ya Boresha Radio. Nafasi nyingine tena tunakutana tena kujadili masuala mbalimbali ya kimichezo kuanzia hapa nyumbani na nje ya mipaka ya Tanzania, na maanisha kimataifa zaidi. Sauti inayosikika hapa bwana ni ya Ambweni Mgombelo. Niko na Sports Lady Lini presenter. Ndio. Karibu sana bwana. Shukrani sana. Bana, ni fursa nyingine kuhakikisha bwana wanaboresha radio wanapata madini mengi zaidi ya kimichezo. Hususan kwenye swala la michezo, ukizingatia sasa hivi Tanzania macho mengi yameelekezwa kwenye mchezo, kwa sababu kwenye burudani nyingine hizi zimekuwa kidogo zina mushkili. Karibu sana bwana mwana michezo. Hii ni B Sports ndani ya Boresha Radio. Nimekwambia sauti inayosikika hapa ni ya Ambweni Mgombelo. Niko na Sports Lady presenter Limi. Masuala mbalimbali ya kimichezo yapo hapa muda huu hapa bwana. Ndio. Bila kupoteza muda twende tukaanze kwenye yale ya kimichezo. Moja kwa moja. Tukafahamu kwenye kabumbu kuna kitu gani huko? Tunafahamu bwana, sasa hivi swala la wakilishi wa Tanzania kwenye michuano ya kafu. Mtupitishe kwanza hapo kwanza. Unazungumziaje swala la wakilishi wa Tanzania kwenye michuano ya kafu? Kwanza kwa msikilizaji wako afahamu kwamba jana, kwa siku ya jana bwana, zimetamatika bwana kwa hatua ya makundi mechi za michuano ya Ligi ya Mabingwa na Kombe la Shirikisho pale. Ambapo kwenye michuano ya Ligi ya Mabingwa tulikuwa na wawakilishi wawili, kwenye Kombe la Shirikisho tulikuwa na wawakilishi wawili. Ligi ya Mabingwa walikuwa wananchi Dar es Salaam Young Africans, walikuwa na Simba Sports Club na Lunyas. Shirikisho tulikuwa na matajiri wa jiji Azam FC. Tulikuwa na Singida Black Stars, chui weusi kutokea pale mitaa ya Singida, Singida Liti pale bwana. Tumeona uwakilishi wao. Naweza nikasema kuna baadhi ya wawakilishi kwa namna moja au namna nyingine walifanikiwa uwepo wao, na kuna baadhi ya wawakilishi walishindwa. Kufupisha kauli, naweza nikasema kwa wawakilishi waliowakilisha taifa kwenye michuano ya Ligi ya Mabingwa kuna namna walifeli kimipango yao. Kwenye Kombe la Shirikisho sina maswali na Azam, sina wasiwasi na Azam, sina wasiwasi na Singida Black Stars, sina maswali na Singida Black Stars. Kila mmoja ameonyesha uwezo wake. Singida Black Stars kwenye kundi kama la mtu anakuwa na mtu kama Stellenbosch mwaka jana amecheza finali ya Kombe la Shirikisho. Stellenbosch anamaliza nyuma ya Singida Black Stars, ni jambo la kumpongeza. Una mtu kama Azam ndani ya kundi kama la Wydad AS Manyema anamaliza na point 9. Wakati jana watu Zanzibar pale ilikuwa ni kasheshe, watu wamaliza na point 8 wakatamani wafuzu, ila Azam anamaliza na point 9 na anashindwa kufuzu. Hatumlaumu, tunampongeza kwa kile alichokifanya. Tunaamini next time akipata fursa atafanya zaidi ya pale, kwa maana uwezo anao, quality anayo. Wachezaji tuliwaona wamejituma, wamepambania beji ya Azam. Kongole kwa Azam na Singida Black Stars. Ice cream matajiri wa jiji. Pia naweza nikasema kwa upande wa wawakilishi wa michuano ya Ligi ya Mabingwa, nadhani ni fursa yao sasa na wao kujitathmini sasa, kwamba sawa ni wakubwa kwa mpira, lakini usiamini kwamba kadri unavyozidi kukimbia basi huyo nyuma yako naye anazidi kupunguza mwendo. Hapana. Wanasema msifu anakukimbiza. Maana kwamba wawakilishi na maanisha Dar es Salaam Young Africans na Simba Sports Club wana nafasi kujitathmini kwamba pengine kwa squad walizonazo, kwa nguvu walizowekeza na wapinzani ambao wamekutana nao kwa raundi hii hapa, je, next time itakuwaje? Naamini bado mpira wetu unakuwa, wawakilishi wetu ni wakubwa, wana nguvu, wana vikosi, wana uwezo wa kupambania beji zao. Kwa next time tutawaona stage ambao walitamani kufika leo, lakini leo iwe kama somo na fundisho kwa next time. Sawa, kwa mara ya pili mfululizo Yanga Sports Club bwana anashindwa kufuzu. Yanga anakwama wapi? Kwa upande wa Yanga bwana, kwanza niliweke wazi jambo moja kwamba binafsi siamini kama Yanga kuna mahali wanakwama. Ila naamini kuna muda mpira quality inaamua. Umeelewa sister? Unapokuwa na kundi moja, kundi lako unakuwa na mtu kama National Al Ahly. Obviously tushaongelea hapa ni type ya timu ambazo zinapewa favorite sana kuchukua ubingwa. Kwa anajua namna gani ya kupita mikuki kama hiyo. Anasema nyani mzee anakwepa sana mikuki mingi, si ndio? Unakuwa na mtu kama AS FAR Rabat kwenye kundi lako. Umeelewa? Unakuwa na watu ambao wana quality hiyo ya wachezaji hao ambao atakapoamua kufanya kitu chake kitafanyaje? Kitafanikiwa. Jambo la kwanza ambalo ni kwa Yanga, nadhani nikasema kwa nini hawajafeli. Kwanza nimpongeze kocha Gonsalves. Paka kufikia stage wana battle for the final game. Ni stage ya kuonyesha kabisa kwamba ni mkomavu kifikra na anafahamu ni kwa stage gani aliyopo na anatakiwa kufanya kitu gani. Umeelewa? Japo baadhi ya maneno yameibuka kwamba pengine game fulani angefanya hivi, pengine game fulani angefanya hivi, lakini jaribu kustiki kwenye uwezo wake. Umeelewa? Amekuonyesha na uwezo.
Ni timu chache sana ambazo zitacheza na National Al Ahly hata ukiwa kwako ukafanikiwa kumfunga goli. Umeelewa? Lakini alifanikiwa kumfunga goli. Ni timu chache sana utacheza na timu za mataifa ya kaskazini, na maanisha ukanda wa UNAF. Ikafika uwanjani kwako ukaona kuna namna wanafanya dilation ya muda uwanjani. Ni timu chache sana. Tuliona jana JS Kabylie wakifanya hivyo, unaona AS FAR Rabat walifanya hivyo. Kuna namna walikuwa na bembeleza kwamba iishe hivi. Ile ni mbinu ya mwalimu, ni akili ya mwalimu kwamba kuna kitu alikuwa anakitafuta. Kwa hiyo kufeli, wamefeli kwa sababu kwenye kila kundi wanahitajika watu wawili wafuzu, si ndio? Lakini kimipango, kimbinu, naona bado Yanga walifaulu sana. Kilichowafelisha ni quality. Ndio nitaishi na quality. Quality ya wachezaji, cost ya Yanga kufananisha na FAR Rabat, kufananisha na National Al Ahly, kuna mizani haubalance. Quality tunaipima ukifananisha na Al Ahly pamoja na hao ndo wawakilishi walofuzu kwenye kila kundi. Okay. Unapozungumza Al Ahly unazungumza top team Africa. Utazungumza Al Ahly, utazungumza Mamelodi, utazungumza Esperance Club Sportive, utamzungumza Simba, utamzungumza RS Berkane. Hizo ndo timu ambazo ukicheki kwenye rank ya CAF ziko top 1 mpaka namba 6, si ndio? Kwa hata kama utahitaji kupima ubora wa kikosi chako, basi utajitahidi upime kwenye wale ambao wanakuzidi, si ndio? Yanga alikuwa kundi moja na mtu kama AS FAR Rabat na National Al Ahly, si ndio? Utampimaje ubora wa Yanga? Huwezi kumfananisha na mtu kama JS Kabylie ambaye ameonyesha amemdominate kwenye mechi zake mbili zilizokutana zenye pointi 6 amekusanya pointi 4. Huwezi kumpimanisha hivyo. Utampimanisha na mtu kama Al Ahly ambaye kwenye mechi zake hizo mbili zenye pointi 6 Al Ahly amechukua alama 4. So unaona, ameonyesha kabisa kwamba I have the quality ambayo naweza nikaja kwako nikapata matokeo, ukaja kwangu usipate matokeo. Kwa hiyo maana nasema quality ndo stage ambayo imewaangusha Yanga. Ila wamepambana, wachezaji wameonyesha, Doka Oga Abuya, Bakari Mamnyeto kapteni, unaona alipambana sana, kina Dickson Job, mtu kama Depu jana anafunga goli 2, anaonyesha kabisa kwamba kuna namna beji hii ni kubwa kuliko watu wanavyofikiri, umeelewa? Kwa hiyo we have to fight on. Tuamini kwamba sisi tunaweza kupambana na tukafanyaje? Tukavuka. Ndio hivyo game imeamua. Mtu kenda kashikilia bomba kule Cairo bila watu wametoka. Hakuna namna, haikwepeki. Hatari sana. Inasema haikwepeki mtani. Sawa bwana. Matajiri wa jiji bwana, Azam FC, unazungumziaje ushiriki wao ukizingatia kwa sasa hivi ni mara ya kwanza na wao bwana wameweza kufika kwenye hatua ya makundi kombe la shirikisho? Jana wakati na pita mitandaoni pale Instagram nilipita kwenye page ya Azam, ilikuwa ni Azam na I think Azam official kabisa, nikamwona rais wa klabu alikuwa anazungumza. Kuna maneno aliyatoa kwa wachezaji wa Azam. Msemaji kiongozi wao kabisa. Ni Balesa yule, Balesa nani mwanae yule, alikuwa anazungumza. Kuna maneno aliyatoa yanaonyesha kabisa kwamba hata viongozi wako proud na kile ambacho kitu wachezaji walikifanya. Ananukuu, anasema msihuzunike, mpaka hapa mlipofika mmeonyesha mna uwezo, ila sasa ndo hatuna namna, tunapaswa kukubali matokeo ya kimpira, si ndio? Kwenye engo gani? Unazungumza kwamba Azam anafika kwa mara ya kwanza hatua ya makundi ya kombe la shirikisho, si ndio? Kwenye kundi lake alikuwa na mtu kama Wydad. Wydad sio timu ya kubeza. Japo tutokambia hapana, Wydad kiwango imeshuka. Wydad alikuwa ni mtu wa kucheza ligi ya mabingwa, lakini nao anacheza shirikisho. No. Unapaswa kuelewa hata hao ambao wanamfanya Wydad anashuka, manake kuna wengine wanajipambania nafasi zao, si ndio? Kwa unapokuwa na kwenye kundi moja na mtu kama Wydad, sio timu ya kumbeza. Unamuona hata game zake alizo kukutana na Azam zote amefanikiwa kupata matokeo. Sio, umeelewa? Game ya Zanzibar pale anamfunga 1-0, game ya jana Azam tena anafungwa 1-0, si ndio? Unakuwa na mtu kama AS Manyema, si ndio? Timu za Kongo zina uwezo, zinafahamu namna ya kucheza. Anaweza asije mara 4 mara 5 kwenye michuano hiyo, lakini atakapokuja atakuja na akili kabisa kwamba mimi nakwenda kutafuta kitu fulani, si ndio? Utampongeza Azam kwenye mazingira gani? Kuna scenario nyepesi inatembea kwamba kwenye jitahidi kwenye kila kundi lenye mechi 6 basi tafuta pointi 9. Azam amefanya hivyo. Sio, umeelewa? Anamfunga awali Nairobi City Stars wa Kenya. Sio, umeelewa? Anamaliza na pointi 9. Lakini sasa amemaliza na pointi 9, wapinzani wake wapoje? Sio, umeelewa? Hicho ndio kitu ambacho kimefanyaje? Kimemangusha Azam. Ila amepambana, ameonyesha. Binafsi yangu mimi na wanaboresha, I think tuko hivyo. Hatuna deni na Azam. Okay. Hatuna deni na Singida Black Stars. Ila huko kwingine sitaki kujibia. Simba naye vipi sasa hivi? Simba bwana. Kuna namna inafikirisha sana. Kwenye ngo ipi?
unawaza Simba mbovu taifa limeshindwa kufanya kitu. Simba mzima taifa linafanya kitu. Kwa hiyo sielewi, kuna namna hiyo namna ipo. Kwa hiyo sielewi tumjaji Simba kwenye ubora, kwenye udhaifu, ila nao kwamba ni kiwango kimeshuka tumewaona. Ni jambo la ajabu sana kwa upande wa Simba. Timu kama Simba unacheza mechi 6 za makundi, unashinda game moja, game ya mwisho ambayo ilikuwa haina impact yoyote kwa wewe hapo. Umeelewa? Maana kama hesabu yao yalianza vibaya. Unaona game 2 za mwanzoni anapoteza. Umeelewa? Anakuja anapoteza na game ya 3, anakuja anasali game ya 4. Umeona? Kima hesabu walishapotea mchezoni. Umeelewa? Kwenye mechi 6 unajitahidi basi hata kwenye game zako 2 za mwanzoni uwe na wastani na alama hata 3. Kwamba hata unapoteza mchezo mmoja, unashinda mchezo mmoja. Kwenye engo ipi? Manake utacheza mchezo wa kwanza either away, then mchezo wa pili utarudi wapi? Nyumbani kwako, naye kwenda kujipambania. Of course African football inatawaliwa na home advantage, unaelewa? Kwa hiyo hivyo ni kwamba Simba kimahesabu alishapotea tangu game 2 za mwanzoni. Ila kilichojaribu ni ile kwamba mgonjwa yupo ICU, unajipa imani atamka. Hatari sana. Msemaji mwenyewe ashasema jamani, mashabiki hebu mtulie kwanza. Mtulie, mwe mna uvumilivu. Sasa unasikia Sport Lady. Unajiuliza ni engo ipi ambao mashabiki wa Simba watajimwamba fine mbele ya mashabiki wa Yanga? Hakuna. Na ni kwa muda mrefu sana. 4 years. Hata hivyo kuna namna tu anakwambia Mungu akikupa mtihani anakupa na njia ya kusolve. Kwa I think Ahmed Ali kwa wana Simba ni namna ya kusolve mtihani wa mgumu wa kupita misimu 4 bila kombe. Kuna namna akiongea unaweza kufikiri huyu jamaa kuna namna anatumia hizi supernatural witch. Unajiuliza convincing power fulani. Misimu 4 without kombe lolote kubwa. Then jamaa anatoka anaita place anaambia wana Simba tunavuka. Kiingilio 5,000 tunavuka. Na wana Simba mashabiki wako vizuri sana kwa sababu kwenye swala kujaza tu uwanja wa Benjamin. So unajiuliza hii power pengine Simba angepata hata kombe moja la NBC kwenye hii misimu 4 ingekuwaje? Ingekuwa hatari sana. Lakini Kibu Denis ameshanguka pale kwenye klabu ya chama kabisa la Simba. Unaizungumziaje hiyo? Kibu Denis, kwa upande wa Kibu Denis bwana, ni usajili mzuri Al Nassr wale wa Libya wamefanya. Kuna namna sawa, unaweza kuwa ni mchezaji unapitia ups and downs sana kwenye team, si ndio? Lakini uwezo wako utabaki constant. Wanasema form is temporary but class is permanent. Class ya Kibu kwa mpira wa Simba, mpira wa Tanzania ameshaonyesha. He's the one of the top wingers kwa mpira wetu, si ndio? Unafika stage unaona timu kama Al Nassr Libya wanatoa hela $150,000, $250,000, zaidi ya milioni 600-700 kumchukua mchezaji kama Kibu Denis. Sio hela ndogo, ni hela nyingi. Maana yake wana believe huyo mtu anafanyaje, ana quality hiyo. Na sidhani kama kuna mtu ana doubt na Kibu Denis kwenye ubora wake. Ana quality hiyo, ana uwezo huo. So all in all naweza kusema ni good luck kwa Kibu Denis. Usajili mzuri Al Nassr amefanya. Ni swali lingine kwa Simba. Kikosi kilichocheza finali ya ligi ya mabingwa, ni finali ya kombe la shirikisho, kinazidi kubomoka. Umeelewa? Ulikuwa na mtu kama Kibu Denis amekuvusha hatua za mwanzoni zile. Ulikuwa na mtu kama Jean Shazawa, ulikuwa na mtu kama Fabrice Ngoma, Steven Dese Mukwala. Na wote hao hawapo. Sina wameondoka. Kwa hiyo ni swali kwa Simba. They have their replacement. Wanayo? Ni swali. Tusubiri tuone usajili umefanyika. Unaona mtu kama Ansite Oura anaingia mdogo. Unaona Clatous Chama anarudi, timu inatapata utulivu. Nixon Kibabage, unaona. Kwa hiyo ni miongoni mwa sajili nzuri Al Nassr wale walifanya kumchukua Kibu Denis sawa. Lakini pia ni swali kwa Simba. Umeelewa Unavomruhusu Kibu Denis, make sure unapata replacement yake kwa haraka zaidi. Umeelewa Maana Simba ni timu ambayo ni vile tu ndio imetokea ni msimu 4-5 sio wanakwenda au hawana ubingwa wote, lakini kimehesabu kwa Simba kumaliza msimu tu hawana kombe ni swali gumu sana kwa kocha. Why? Kwa quality ya wachezaji walionao. Umeelewa hivyo. Then hiyo ilikuwa ni B Sports bwana, kibongo bongo bwana nje bwana, mipaka ya bongo wanasema wenyewe +255 bwana kimataifa zaidi. Tutazamie kabumbu ya huko pia. Vipi bwana Arsenal mwaka huu anatoboa gole na anaondoka kweli na kombe kwa mwendo huu alionao Arsenal bwana. Kuna msemo jana juzi wakati tunaangalia game yao dhidi ya ilikuwa ni si nani wale, ana sare 1-1.
kuna jamaa akasema hivi, jua kuna muda dhahabu inapita kwenye moto ili ioshwe, si ndio, ili ing'ae. Lakini moto huo unaweza kutumika kuiyeyusha ile dhahabu ising'ae kapotea kabisa. Kwa I don't think kwamba Arsenal wanapita kwenye moto ili wang'ae, au huo moto ambao wanaupitia ndio unawapoteza kabisa. Unajiuliza, unakwenda miezi 6, miezi 7 unaongoza EPL, Man City yuko behind, unashinda. Why una lose momentum mwishoni? Kuna game ndio utapoteza, atupingi, lakini unapoteza kwenye mazingira gani? Una mtu kama Guardiola amesha kuonyesha misimu 3 anakutanguliza mbele, then anakuja baka anachukua kombe. Kwa kuna namna hata wewe ukitangulia mbele tena unakuwa na machare kama jamani, ni kwamba uwezo wake umeshuka au ni kwamba ndo yale ya mwaka jana yatatokea tena. Ila I hope Arsenal bado na kikosi kizuri, wanaweza kupambania kuchukua ubingwa. Michezo 11, 12 kwenda kusaka ubingwa ni michezo mingi sana, ndio. Man City mwenyewe uwezo kumpa advantage kwamba kwenye michezo 12 yote akashinda yote. Simenelewa. Japo it's football kwamba kinaweza kikaa pia. But michezo 12 ni mingi sana. Simenelewa. Arsenal time michezo 12 ni mingi sana. Kwa nafasi ya kupambania kile kitu ambacho wanakiamini, I think it's their time. Okay. Kama watakosa Premier League kuwafuta machungu na majonzi mashabiki wao, basi wahakikisha hata kwa UEFA wanafanya kitu. Japo sasa huko kwa UEFA sasa huko ndo kama ni mziki mkubwa zaidi bwana. Umeongelea UEFA bwana, tunafahamu mechi za playoff UEFA kuanza kuchezwa hapo kesho. Bwana, games zinaanza kupigwa kesho bwana. Kuna namna ukiangalia UEFA bwana, nilikuwa nasikiliza place, napenda sana kufuatilia place za watu wa mpira bwana. Unajua kuna namna wanakwambia mtu wa elimu hachoki kujifunza zaidi na zaidi, si umeelewa? Kwa nilikuwa nafuatilia hizo place, nikapata place moja nasema kwamba kuna namna huu mfumo mpya wa ligi kama umekuja kuwafanya Madrid wasichukue kombe, sababu ni misimu 2 mfululizo wanacheza playoff, unaelewa? Kwa I don't think kama Mungu atakuwa upande wako kila siku. Mwaka jana upite na mwaka tena upite, sio, unaelewa? But zitakwenda kuanza ni game nzuri sana. Nazungumzia game kama ya Real Madrid dhidi ya Benfica. Tuliona game ya mwisho ya mfumo wa ligi, Madrid anapoteza 4-2 dhidi ya Benfica. Benfica anapata hiyo nafasi ya kucheza playoff. Wanakutana tena. Kwa naweza nikasema ni mechi ya kisasi. Kisasi kwenye engo gani? Jose Mourinho aishakuwa kocha wa Real Madrid, anarudi tena viunga vya Estadio Santiago Bernabeu. Namzungumzia Real Madrid ametoka kupoteza dhidi ya Benfica kwenye mchuano wa mwisho. Anarudi tena pale Ureno Lisbon kuhakikisha anapambania nafasi yake na heshima yake. Kwa it's among the big games kwamba wawakilishi ambao wanaiwakilisha sasa mataifa yao kwenye michuano ya Ulaya huko, na maanisha mabingwa, wana nafasi ya kupambania. Kwa I think ni game kali sana kuzishuhudia siku ya Jumanne na siku ya Jumatano pale. Kwa hiyo wanaboresha bwana, wana nafasi na wao kuhakikisha tunachokisema hapa bwana wakakishuhudie. Watu wakakishuhudie, yani Real Madrid na Benfica sio game ya kukaa uadisiwe. Sio, umeelewa? Nakupa kama mfano kadogo. Mtu atakwambia Madrid amefunga paka na kipa, muulize uliona goli. Kuna namna, kuna hivi vitu utaki kuadisiwa. Yani watu wasogee